Katika mji wetu wa Mombasa kuna jambo hufanywa, wengi wetu pengine hawalitambui, na hii ni neema kubwa ikiwa hulijui, la kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kudai kuwa tuchinja kwa ajili ya Allah. Watu wakazungusha ng'ombe, wakaenda wakamchinja na kula nyama zake, kisha mifupa wakaitia kwenye magunia na kuitupa baharini na kudai kuwa kitendo hiki wanachokifanya ni sababu ya kuhifadhi mji huu wa Mombasa. Wallahi, lau kama watu watanyamazia hili jambo, naogopa kuwa maangamivu yatakapokuja hayatachagua mwema wala muovu. Ibadallah, hivi kweli tutaka ulinzi kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Allah subhanahu wa ta'ala tuambia qul man yaklaukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman, waambie ni nani anayewalinda nyinyi usiku na mchana pasi na Allah mwingi wa rehma subhanahu wa ta'ala, wakati Allah subhanahu wa ta'ala tuambia watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, mumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala aliye hai ambaye hafikiwi na umauti. Kwa nini tuelekee kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini tuelekee katika kuogopa ile shari tufikie kutokana na mashetani, tukajikaribisha kwa wao kwa kumwaga damu, wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Kwa kichinjo ni ibada, na kukipeleka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni laana. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من ذبح لغير الله، أملعني ويلي يمشنجي asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika waislamu leo kwa sababu ya bid'a na kuzua katika dini ya Allah, na kwa sababu ya madai ya kuhuisha utamaduni bila ya kujali kuwa umghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala iyadhan billah. Ibadallah, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Yatosheleza yale majanga tulionao katika huu ulimwengu, msiyazidishe. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Msiba wote unaowapata, majanga yote yanayowapata ni kwa kile kilichochuma mikono yenu wenyewe. Ikiwa tutaka kuondolewa majanga na dhiki tulizo nazo, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yeye ndiye anayeupeleka huu ulimwengu, wala hakuna yeyote, awe ni jini au ni mwanadamu, anayeweza kukufanya wewe chochote isipokuwa kile alichokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، hakuna chochote kinachokusibu isipokuwa ni kile alichokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Ikiwa ni wakweli nyinyi waumini, basi mumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala msimshirikishe na yote. Hakuna kokote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tumeamrishwa ibada kama hizi za kishirikina kwa ajili ya kuulinda mji. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ngapi katika adhkaru sabah wal masa, ambao ni sababu za mja kujilinda nafsi yake, bali kulinda hata watu wake wa nyumbani kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki ni dhambi ovu, ni dhulma kubwa anayojidhulumu mja nafsi yake, mpaka kufikia Allah subhanahu wa ta'ala kutuambia inna ash-shirka